Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Anasema Allah jalla sha'nuhu, qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Na waumini ni mimi na wewe ndugu yangu katika imani, ni sisi ambao tunakubali kuwa Allah ni mmoja na tukakubali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah, na tukaikubali Qur'ani kuwa ndio mwongozo wetu. Sisi ndio ambao tunazungumzishwa katika aya hii, qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Sifa ya kwanza aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ya waumini akasema, alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao sifa yao kubwa wanaposimama mbele ya Allah, wanapomwelekea Allah tabaraka wa ta'ala, khashi'un, wanakuwa na unyenyekevu, wanakuwa na ikhlas katika ibada hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonyesha na kutufahamisha ya kuwa miongoni mwa vitu ambavyo vitakuwa ni sababu ya sisi kufaulu mbele ya Allah, sifa ya kwanza kabisa ni kusimama mbele ya Allah ikiwa tuna hali ya ikhlas, tukiwa na hali ya kumtakasia Allah ibada peke yake, tukiwa na hali ya unyenyekevu kwa kutambua kuwa tunasimama mbele yake ni Allah ambaye ndiye muumba wetu, ambaye ndiye anayeturuzuku, ambaye ndiye anayetupa haya maisha tuliyokuwa nayo, ambaye ndio kila kitu katika maisha yetu. Tunaposimama katika swala katika hali hiyo, basi tutambue ahadi aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa tutafaulu. Basi ahadi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataitekeleza kwetu sisi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukhlifu al-mi'ad, hana kasumba ya kuvunja ahadi. Kwa hiyo ahadi aliyotupa hakuna namna, Allah subhanahu wa ta'ala ataitekeleza ahadi hiyo endapo tutakaposimamisha swala kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala Allah jalla sha'nuhu, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara, wasta'inu bis-sabri was-salah, mtakieni Allah subhanahu wa ta'ala msaada, mshtakieni Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yenu, mpeni Allah subhanahu wa ta'ala changamoto zenu kupitia subra na sala. Wa innaha lakabira, na mambo haya ni makubwa, illa ala alkhashi'in, isipokuwa kwa wale ambao wana sifa ya kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada kupitia subra na sala, ambaye anaweza kuvumilia jambo hili ni yule ambaye ana hofu na Allah, ni yule ambaye sifa yake kubwa ni kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye anaweza kuamini ya kuwa sala ni sababu ya yeye kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi ana changamoto yake, kila mmoja katika sisi ana la kwake ambalo linamshughulisha, kila mmoja katika sisi ana matatizo yake. Hayo matatizo hakuna namna ya kuyaondoa isipokuwa ni sisi kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaka atutatulie matatizo yetu, atuondoshee vikwazo tunavyopitia, atuondoshee haya mazito tuliokuwa nayo kupitia subra na sala. Fasala ma'shara almuslimin ibadallah, sala ndugu zangu katika imani hiya tadhkiratul falahi min kulli kifar, hiyo ndio tiketi ya mafanikio katika kila jambo. Ibadallah, as-sala rahatun lilqalb, sala ndio tulizo la moyo na ndio starehe ya moyo. Awwal shay'in anna as-sala dhikrun, sala ni utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, sala ni dhikru. وقد قال الله جل شأنه، نعم سمع الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حقيقة وكمتاج الله سبحانه وتعالى nyoyo zetu zinapata kutulizana.
Wasala kulluha dhikrun, sala kuanzia mwanzo ni utaji wa Allah. Fanarfa'u aydiyana wa naqulu Allahu akbar, wallahu akbar dhikrun. Tunaifungua sala kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar min al-adhkar al-warida 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar fatuftahu as-salah au tustaftahu as-salah bidhikri, inafunguliwa sala kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fasala rahatun lilqalb, sala ni raha ya moyo katika vitu ambavyo vinampa mwanadamu starehe na furaha katika haya maisha ni pale anapoisimamisha swala. Fa wallahi wa billahi wa tallah, namshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao sifa yao ni kusimamisha swala pale ambapo anapokuwa hajaitekeleza swala. Wallahi wa billahi wa tallah, kuna kitu ambacho anakihisi moyoni mwake, anahisi kuwa kuna kitu ambacho ni cha muhimu sijakitekeleza, lakini pale anapoitekeleza swala moyo wake huwa na furaha, moyo wake hutulizana kwa sababu ametekeleza kile ambacho kilichokuwa ni kikubwa katika maisha yake. Swala ndio furaha yetu wanadamu. Swala ndio maisha yetu Waislamu. Swala ndio desturi ya Waislamu. Fala hadha lilmar'i, hakuna hadhi kwa Muislamu, hakuna hadhi kwa mwanadamu pale ambapo haisimamishi swala. Yani mwanadamu hana thamani yoyote ile kwa Allah, hana utukufu wa aina yoyote kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ikiwa haisimamishi swala. Wa hiya al-fariqa, na swala ndugu zangu katika imani ndio utofauti wa Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna baina ash-shirk wal kufri tarku as-salah, hakika utofauti wa Muislamu na utofauti wa mshirikina na kafiri ni kuacha sala. Faman aqama as-salah, yule ambaye atakayesimamisha sala, basi huyo atakuwa amejichangamanua kwa yeye ni miongoni mwa wale ambao wanaoitekeleza sala na miongoni mwa Waislamu. Miongoni mwa sifa ambazo zinatuonyesha kwamba sisi ni Waislamu ni kusimamisha sala. Tuna mifano iliyokuwa hai. Ikiwa mmoja katika sisi hahudhurii msikitini mara kwa mara, inapotokea amefariki, lazima watu wataanza kuulizana, je, huyu alikuwa ni Muislamu? Kwa nini wanaulizana? Ni kwa sababu walikuwa hawamuoni katika mazingira ya kutekeleza ibada, hakuwa anaonekana akitekeleza sala. Ndugu zangu katika imani, sala ndio maisha yetu, wa huwa hayatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na ndio yalikuwa ni maisha ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha asabahu al-humum wal-ghumum wal-ahzan nada Bilalan wa qala arihna ya Bilal. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapopatwa na matatizo, anapopatwa na changamoto ya aina yoyote ile, basi humuita Bilal wa qala, na anamwambia Bilal, arihna ya Bilal, tupe raha ewe Bilali, ewe Bilali, tukujulie nyoyo zetu. Bi ayi shay'in yuridu raha, ni kwa kitu gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anataka kustareheka nacho? Ni kwa kitu gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anahitaji kimwingizie furaha katika moyo wake? Ala wa hiya sala, ma'ashara almuslimin, si kingine ni sala. Ndugu zangu katika imani, haya ndio yalikuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yalikuwa maisha yake ni sala, yalikuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuitekeleza sala anapopatwa na changamoto ya aina yote. Na katika ibada zilizopokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
alikuwa akizifanya kwa wingi zaidi ni swala la kiasi ambacho inapokelewa kana yaqumu al-layla hatta tatawarram qadama. Alikuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akisimama usiku mpaka miguu yake inavimba. Akisimama kwa jambo gani? Akisimama akimlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa swala. As-sala hiya simatu rijal wa shi'aru al-adrar. Swala ndugu zangu katika imani ndiyo tabia ya wanaume, ndiyo tabia ya Waislamu. Na swala ndugu zangu katika imani ndiyo ilikuwa nembo kubwa ya wale wema waliotangulia. Yurwa anna Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, inapokelewa ya kuwa Sa'id ibn Musayyib Allah muyaradi ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa katika Uislamu. Inapokelewa Sa'id ibn Musayyib miaka takriban 30 hajawahi kukutwa na adhana nje ya msikiti. Na inapokelewa kwa Sa'id ibn Musayyib takriban miaka 40 ya maisha yake hakuwahi kupitwa na takbiratul ihram. Sa'id ibn Musayyib ni miongoni mwa wema waliotangulia. Kwa nini tumeuleta mfano huu? Ni kwa sababu tumesema swala ndiyo ilikuwa nembo ya wema waliotangulia. Mwangalie tabi'i Sa'id ibn Musayyib, miaka 30 hajawahi kukutwa na adhana nje ya msikiti. Miaka 40 hakuwahi kupitwa na takbiratul ihram. Fa aina nahnu min hadhihi at-ta'lim? Tuko wapi sisi leo hii ndugu zangu katika imani na haya mafundisho ya wema waliotangulia? Leo hii ndugu zangu katika imani tuqamu as-salah, inasimamisha sala na imamu yuko peke yake. Imamu ndiyo Bilali, imamu ndiyo anayetumu sala na imamu ndiyo anaanzisha jamaa peke yake. Leo hii kwa sababu tuna mikabirati sauti, tuna hizi mikrofoni, tunasubiri mpaka pale tutakaposikia iqama ndio tunatoka katika mazingira yetu na kuifuata sala. Na bali kuna wengine wakaenda mbali zaidi, kwa sababu kwao sala wanaona ni kitu ambacho ni kizito, wakafikia hatua ya kuwa wanasubirishia. Akimsikiliza imamu anasoma sura fulani, hapo ndipo anapoanza kuikimbilia swala, kwa sababu anaona akiwa sala atakuwa amechelewesha baadhi ya vitu vyake, atakuwa amepoteza baadhi ya vitu, akaona aichelewesha swala kwa namna hiyo. Ndugu zangu katika imani, ikiwa tunataraji na tunataka kufanikiwa katika haya maisha, basi hakuna namna yoyote ya sisi kufanya ili kufanikiwa isipokuwa ni mpaka pale tutakaposhikamana na swala tano, tena katika namna aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, msiba tuliokuwa nao ni sisi kuipenda sana dunia. Tumeipenda dunia kupitiliza kiasi ambacho tumefikia hatua kusahau na yale majukumu ambayo tulopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasahau ibada, ikawa sala zetu siku hizi ni kusali Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine. Hizo ndio swala za wengi kwa Waislamu. Wengi katika Waislamu hawaonekani misikitini isipokuwa kwa minasaba maalum. Kuna sherehe au kuna jambo ambalo limewalazimu wao kukusanyika, ndio wanaonekana misikitini. Bali kuna wengine wanapoonekana msikitini watu wote huwageukia. Innaha musiba ma'shara al-muslimin. Huu ni msiba mkubwa ndugu zangu katika imani. Hebu tujitambue na tuzinduke, tuachane na mambo ambayo walisifika nayo majahili, wale ambao waliokuwa kabla ya Uislamu. Uislamu sisi unatutaka kuishi katika mwenendo aliotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadha wallahu a'lam, wallahu muwaffiq lis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.